Mwili wa Fanis Amai aliyefariki dunia mwaka jana nchini Saudi Arabia alipokuwa akifanya kazi. Familia inasema kwamba kurejeshwa kwa mwili huo ni muhimu ili marehemu azikwe nyumbani kulingana na mila na desturi za jamii ya Iteso. Mlete mimi mtoto wangu kama mwezi, mlipe mtoto wangu. Nikuje tu nilie kwa nyumba yangu. Familia moja katika kijiji cha Kororuma, eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia, inaomba serikali kuwasaidia kurejesha nyumbani mwili wa mpendwa wao aliyefariki dunia nchini Saudi Arabia zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Mama mtoto mwenyewe amekuwa mtu kila mara hospitali, maana stress ya mtoto wake. Kule wanaishi ni maisha ya rental, imekuwa maisha ni magumu. Kwa mujibu wa familia hii, marehemu Fanis Amai mwenye umri wa miaka 30 alifariki baada ya kuugua kwa muda mfupi alipokuwa akifanya kazi ya nyumbani katika taifa hilo la milki za Kiarabu. Alipoenda kule kufanya kazi ya nyumba, akakuwa mgonjwa. Na akakuwa mgonjwa for about 2 weeks only, akakufa. Baadaye mwili wake ulizikwa huko miezi miwili baada ya kifo chake, jambo ambalo familia inasema linakiuka mila na desturi za jamii ya Iteso ambazo zinataka marehemu azikwe nyumbani kwao. Mila za Mwafrika, asipoona mtoto wake na ameambiwa tu amekufa, hawezi kuwa na amani. Hata sasa hivi tunavyozungumza, mama ya huyo msichana hayuko sawa, ni mgonjwa. Babake marehemu James Epuret anasema Fanis alikuwa nguzo muhimu ya kiuchumi kwa familia tangu alipoenda kufanya kazi nje ya nchi mwaka 2019. Alitengeneza hii nyumba, tena akanieleza nisi plus hii nyumba yeye ataleta tiles ya nyumba. Hata chakula ile tulikuwa tunakula kule, yeye ndio alikuwa anatoa. Anasema kifo chake kimeacha pengo kubwa na huzuni isiyo na kifani. Ninaomba tu please, kama mnaweza kuona mimi mtu masikini, mlete mimi mtoto wangu kama mwezi, mlipe mtoto wangu. Nikuje tu nilie kwa nyumba yangu. Pacha wa marehemu Moses Ijia anasema maumivu ya kumpoteza dada yake ni makubwa zaidi kutokana na uhusiano wao wa kipekee kati yao. Mimi mtu kama mimi, huyo ni twin sister wangu. So mimi maombi yangu tu kubwa, naomba tu serikali tuweze kuturudishia. Waangalie tu vile watafanywa turudishie. Maombi yetu tu kubwa ni hiyo, ndio tupate amani. Familia inaeleza kuwa imekuwa ikifuatilia swala hilo kwa kutembelea mara kwa mara afisi za Wizara ya Mambo ya Kigeni nchini Nairobi bila mafanikio. Kwa sasa wazee wa ukoo wamelazimika kuanza kufikiria maandalizi ya matambiko ya kimila endapo mwili wa marehemu hautarejeshwa nchini. Tungetoa mkomba wa ndizi, kuvalisha nguo ya mtoto, alafu tuchimbe kaburi na sisi tunaweka. Kufanya mambo ile ya kitambo ya wazee ya kubeba vitu ati twende tuzike hiyo vitu, hapana. Mwaluse Meshak, TV 47. Asante sana.